Tuelekee kaunti jirani ya Kakamega hapo Busia ambapo ni kaunti namba 40. Wakulima katika kaunti hiyo wamehimizwa kuendeleza kupanda mianzi kwa wingi kwa lengo la kupunguza uharibifu wa misitu. Kaunti ya Busia ikiwa miongoni mwa kaunti zinazoongoza katika upanzi na utumizi wa mianzi. Vijana kutoka kaunti nyingine nchini wanazidi kumiminika katika kaunti hiyo kujifunza kuhusu mmea huo. Kundi hili la vijana kutoka kaunti ya Nyandarua limekuwa hapa kwa wiki 2 mfululizo ili kujifunza mengi kuhusu aina ya mianzi na bidhaa zinazotokana na mianzi. Hiki ni kikundi cha 15 sasa kutoka kaunti zingine ambacho kimefika hapa ili kupata ujuzi. Hapa vijana na kina mama hawa kadhalika wanapata mafunzo kuhusu umuhimu wa mianzi, aina itakayonawiri vema katika eneo lao la Nyandarua, mbali na ujuzi wa kutengeneza bidhaa mbalimbali kutoka kwa mianzi kama vile vipuli, kofia na uteo ili kujipatia kipato. The knowledge really we have gained here is from how to harvest bamboo, proper management, harvesting, treatment and coming up with products that could be sold to create livelihoods. So majorly this group is here to ensure that there is that kind of technology transfer, because there is limited knowledge about bamboo within our home county, that is Nyandarua. This place is rich in knowledge that we need. In Nyandarua we have little of bamboo, but in here they have more bamboo than we have, and then they have more knowledge on value addition than we do, and we intend to take the knowledge that is here so that we can go and take it to the Nyandarua people, so that they can process their bamboo and get value for their money. Vijana hawa wanasema kuwa kiwango cha elimu kuhusu mianzi na umuhimu wake katika eneo la Nyandarua ni cha chini mno, kutokana na ukosefu wa hamasisho ya kutosha, wakiahidi kutumia ujuzi huo kuongeza idadi ya mianzi kwao. And that is why we are here trying to gain the knowledge through Eco Green, a program that has given us the space to actually get the requisite skills in order for us to try and empower ourselves when we go back to our home county, as we also promote ecosystem restoration within the county. This is a program that is aimed at restoring our landscapes back home, creating livelihoods for us as youth, and also creating knowledge change. Mkurugenzi wa kituo cha misitu na utafiti cha Eco Green, Jacqueline Amadi, amesema kuwa wanajivunia kuwa kaunti ya Busia inaongoza katika upanzi na utunzaji wa mianzi, mbali na ujuzi wa ufundi na vifaa mbalimbali vya mianzi vinavyoleta mapato. Mradi ambao unafanyika katika mataifa ya Kiafrika, lakini hapa Kenya tunapata mafunzo ya kuhusiana na mianzi, upanzi, utumiaji na masuala ya tabia nchi kutumia mianzi hapa katika kituo chetu cha Eco Green. Kulingana naye, lengo lao kuu ni kuongeza idadi ya mmea huo, kuwahamasisha wakulima nchini na kutumia ubunifu wa kuongeza dhamani ya bidhaa za mianzi. Kwa hivyo hiki ni kituo tu ambacho hakifanyi ufundi tu wa masuala ya mianzi, bali pia tunahamasisha wakulima kuhusiana na masuala ya upanzi wa mianzi, sio kupanda tu bali kupanda katika njia zinazostahili na pia kuifanyia upaliliaji ambao utasaidia mianzi kukua kwa njia ambayo haikuzi misitu mingi. Right now I'm having a team from Nyandarua County that has come to learn more value addition on matters bamboo. So this is my 15th team. I'm training as an instructor on furniture and construction. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.